Siku chache baada ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kuzindua mikutano yake mkoani Mbeya, huku kieleza changamoto zinazowakabili wananchi, Chama cha Mapinduzi mkoani humo kimesema kipo tayari kujibu kwa hoja maendeleo yanayofanywa na serikali. Mei 10, 2026, Chadema ilizindua mikutano yake chini ya mwenyekiti wa chama hicho kanda ya Nyasa, Joseph Mbilinyi Sugu, mkutano uliofanyika Uyole jijini Mbeya, huku kieleza kutoridhishwa na utendaji wa serikali katika miradi mbalimbali ya maendeleo. Mkutano huo ulioongozwa na Sugu pia ulihusisha viongozi mbalimbali akiwemo mwenyekiti wa chama hicho kanda ya Kusini Bella Polila, mwenyekiti wa Chadema mkoa wa Mbeya Masaga Karoli na makamu mwenyekiti wa Baraza la Wanawake Taifa Elizabeth Mwakimomo. Baada ya mkutano huo, chama hicho kiliendelea na mikutano yake katika wilaya zote za mkoa wa Mbeya iliyohitimishwa jana Jumapili Mei 17 kwa lengo la kuzindua shughuli rasmi kwa ajili ya viongozi wa ngazi za chini kuendelea na kazi. Hata hivyo, CCM mkoani Mbeya imesema ipo tayari kujibu kwa hoja na vitendo wa shughuli za maendeleo zilizofanywa na serikali kupitia chama hicho, huku kikitaka kutanguliza uzalendo na amani ya nchi. Hoja za Chadema zikawaje? Akizungumza katika mkutano huo, Sugu alisema kwa sasa serikali ni kama haiendi kwa kukosa fedha za kuendesha miradi, akitaja Mbeya kwenye eneo la barabara ya njia 4 ambayo alieleza kusuasua kwake. Pia mbunge huyo wa zamani wa Mbeya mjini aligusia mradi wa maji kutoka mto Kiwila, akibainisha kuwa kwa sasa haoni kinachofanyika hadi wananchi kufikia hatua ya kunuka makwapa. Nchi imegoma kwenda kutokana na kukosa fedha. Mfano hapa Mbeya mjini, maji ni shida na nilishasema suluhisho la tatizo hili ni mto Kiwila, lakini hakuna kinachofanyika zaidi ya kupiga mirusi tu. Baada ya barabara njia 4 inasuasua hatuna mtu wa kusimamisha shilingi njia zinazojengwa. Kwa sasa waliofanya ni kuharibu, bora wangeacha barabara moja iliyokuwepo mwanzo. Mwenyekiti huyo adai kuwa hawatasita kuendelea kuzungumza ukweli kuhusu maendeleo ya wananchi, na kwamba kwa sasa umma umepoteza imani na matumaini kwa serikali inayoongozwa na CCM. Kwa upande wake, mwenyekiti wa chama hicho mkoa wa Mbeya Masaga Karoli alisema kwa hali ya maisha ya wananchi ni magumu sana, akikumbusha matukio ya vurugu za Oktoba 29 kuacha maumivu kwa baadhi ya watu. Naye mwenyekiti wa baraza la vijana Bavicha mkoa wa Mbeya Elisha Chonya alidai kwa sasa hakuna serikali inayoweza kuwajibisha muhimili wowote kwa kuwa wote ni wateule wa rais. Alisema kwa sasa Bavicha na Chadema kwa ujumla wanatarajia kuanza kutembea nyumba kwa nyumba, mtaa kwa mtaa na kata kwa kata kusikiliza kero za wananchi na kuzianika hadharani. Hakuna haki kwa kuwa kila mmoja ni mteule wa CCM. Wanashindwa kuwajibishana. Sisi Chadema na Bavicha tunaendelea kudai haki na maendeleo kwa wananchi, na tumejipanga kupitia mtaa, kata na nyumba kumfikia kila mmoja wetu. CCM baada ya kusikia hayo ikapata maneno ya kujibu. Mjumbe wa halmashauri kuu ya CCM Taifa mneki mkoa wa Mbeya Ndere Mwaselela alisema chama hicho kinafanya kazi kwa mujibu wa ilani, akieleza kuwa wapo tayari kujibu hoja kwa vitendo. Alisema katika ilani ya CCM imeainisha miradi ya utekelezaji ikiwemo miundombinu ya barabara, ufungaji taa 100 na kamera barabarani, vivuko vinavyounganisha kata kwa kata. Mfano Mbeya mjini, ilani ya chama mkoa imeainisha ujenzi wa barabara, vivuko, ufungaji kamera, uimarishaji ulinzi na usalama, ujenzi wa madaraja. Kwa hiyo tunao mpango wa kujenga njia za ndani zenye kilomita nyingi sana. Kuhusu barabara ya njia 4, tayari mkandarasi amerejea kazini kwa ajili ya kuendelea na kazi, na tumemtaka aongeze kasi ili amalize kwa wakati. Tunajua changamoto aliyokuwepo ya vumbi imeelekeza TANROADS
aweke maji kwa wingi. Kigogo huyo amesisitiza kuwa hakuna mradi wowote utakaosimama chini ya mwenyekiti wao ambaye pia ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Samia Suluhu Hassan, akiwaomba wananchi kuendelea kukiamini chama hicho. Serikali ipo kazini, yapo mambo mengi yanayofanywa mwaka huu, mwakani na mwaka mwingine ujao. Kwa kuwa hakuna kitu kinachoahidiwa na CCM kikashindwa kutekelezeka. Tatizo wanaosema hawasomi ilani yetu. Kama zipo changamoto zinazojitokeza, zipo ngazi kuanzia chini zinatekeleza. Tunataka Chadema wazungumze, watuambie wapi penye kasoro ili tuwaonyeshe tuliyofanya kwa vitendo, alisema Mwaselela. Amesema dhamira CCM ni kutekeleza na kutoa huduma bora kwa jamii, akisisitiza kuwa Chadema wanapaswa kuhubiri amani ili wanachodai kiweze kupatikana kwa amani na kutanguliza utaifa kwanza. Amesema kuwa haitawezekana iwapo maendeleo hayataambatana na amani, badala yake itakuwa ni mzigo mzito zaidi kwa wananchi, akibainisha kuwa Chadema wanaipambania dola, hivyo lazima waiseme CCM kwa ubaya. Kwa hiyo hayo ndiyo ambayo yalikuwa yamezungumziwa mara baada ya kuweza Chadema kuanzisha, na CCM pia ameweza kujibu.